Release all of the hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is over for you. This is your last warning. Hujambo, karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump akitoa onyo la mwisho kwa Hamas kuhakikisha kwamba wanawaachilia mateka wote ambao bado wanazuiliwa katika ukanda wa Gaza. Lakini pia Marekani imefanya mazungumzo ya moja kwa moja na wanamgambo wa Hamas, ikiwa ni jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kile alichokiita onyo la mwisho kwa Hamas kuachilia mateka ambao wanazuiliwa Gaza, na itumia Israel kila inachohitaji ili kumaliza kazi. Hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas atakayesalimika ikiwa hamtafanya kama ninavyosema, Trump alisema katika chapisho refu kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Ni habari kubwa mno. Rais wa Marekani Donald Trump akitaka mateka wote waliosalia ambao wanashikiliwa huko Gaza waachiliwe mara moja, akielekeza ujumbe mkali baada ya ikulu ya White House kuthibitisha kwamba hivi karibuni alikuwa ametuma mjumbe kwa mazungumzo ya moja kwa moja ambayo hayajawahi kushuhudiwa na kundi hilo la wanamgambo. Trump katika taarifa yake kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii mara baada ya kukutana katika ikulu ya White House na mateka wanne wa zamani, aliongeza kuwa anaitumia Israel kila kitu inachohitaji kumaliza vita. Waachilie mateka wote sasa, sio baadaye, na urudishe mara moja maiti zote za watu uliowaua au imekwisha kwa ajili yako, Trump alisema. Watu wagonjwa na waliopotoka tu ndio wanaohifadhi miili, na wewe ni mgonjwa na umepotoka. Lugha ya uhakika kutoka kwa Trump ilikuja baada ya ikulu ya White House kusema kwamba Jumatano maafisa wa Marekani wameshiriki katika mazungumzo na majadiliano yanayoendelea na maafisa wa Hamas, wakiondokana na sera ya muda mrefu ya Marekani ya kutojihusisha moja kwa moja na kundi hilo la wanamgambo. Uthibitisho wa mazungumzo hayo katika mji mkuu wa Qatar wa Doha unakuja wakati usitishaji vita kati ya Israel na Hamas ukisalia katika mizani. Huu ni ushirikiano wa kwanza wa moja kwa moja unaojulikana kati ya Marekani na Hamas tangu Wizara ya Mambo ya Nje iliteue kundi hilo kuwa shirika la kigeni la kigaidi mwaka 1997. Katibu wa waandishi wa habari wa ikulu ya White House, Karoline Levitt, alikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu kiini cha mazungumzo hayo, lakini akasema Rais Donald Trump ameidhinisha wajumbe wake kuzungumza na mtu yoyote. Wapatanishi wa Misri na Qatar wamehudumu kama wapatanishi wa Hamas kwa Marekani na Israel tangu kundi hilo lilipoanzisha mashambulizi yake Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel ambayo yalizua vita. Angalia mazungumzo na kuzungumza na watu duniani kote kufanya kile ambacho ni kwa manufaa ya watu wa Marekani. Ni jambo ambalo rais anaamini ni jitihada za uaminifu kufanya kile ambacho ni sawa kwa watu wa Marekani, alisema. Levitt aliongeza kuwa Israel imeshauriwa kuhusu ushirikiano wa moja kwa moja na maafisa wa Hamas, na akabainisha kuwa kuna maisha ya Wamarekani hatarini. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilitoa taarifa ya kukiri kwa ufupi mazungumzo ya Marekani na Hamas. Israel imeelezea kwa Marekani msimamo wake kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas. Ofisi ya Waziri Mkuu ilisema maafisa wa Israel wanasema takriban mateka 24 walio hai, akiwemo Edan Alexander, raia wa Marekani, pamoja na miili ya watu wengine 35 wanaaminika kuwa bado wanazuiliwa huko Gaza. Adam Bohela, mteule wa Trump kuwa mjumbe maalum wa masuala ya mateka, aliongoza mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas. Bohela, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Rubicon Founders, kampuni ya uwekezaji ya afya, alikuwa mpatanishi mkuu wa timu ya Abraham Accords wakati wa muhula wa kwanza wa Trump ambao ulijitahidi kupata utambuzi mpana wa Israel katika ulimwengu wa Kiarabu. Mazungumzo hayo yaliyofanyika mwezi uliopita
yalilenga zaidi kuachiliwa kwa mateka wa Kimarekani na uwezekano wa kumalizika kwa vita bila Hamas kuwa madarakani huko Gaza, kwa mujibu wa afisa wa Hamas ambaye hakuruhusiwa kutoa maoni yake hadharani na kuzungumza kwa sharti la kuto kutajwa jina. Afisa huyo aliongeza kuwa hakuna maendeleo yaliyopatikana, lakini hatua yenyewe inatia matumaini na mazungumzo zaidi yanatarajiwa. Wapatanishi wa Misri na Qatar walisaidia kupanga mazungumzo. Ushirikiano huo wa moja kwa moja unakuja huku mwendelezo wa usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas ukiwa bado haujulikani. Trump ameashiria kwamba hana nia ya kumshinikiza Netanyahu asirejee kwenye vita ikiwa Hamas haitakubali masharti ya pendekezo jipya la kusitisha mapigano ambalo Waisraeli wamedai kuwa liliandaliwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff. Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuonekana kuwatishia pia raia. Kwa watu wa Gaza, mustakabali mzuri unawangojea, lakini hautokuja ikiwa mnawashikilia mateka. Ukifanya hivyo umekufa. Sio mara ya kwanza kwa Trump kuitishia Hamas. Mwezi Disemba alisema kutakuwa na athari mpya ikiwa mateka hawataachiliwa wakati yeye akiingia madarakani. Chapisho hilo lilikuja baada ya Trump kukutana na kundi la mateka wa zamani katika ikulu ya White House ambao wameachiliwa hivi karibuni chini ya mpango wa usitishaji mapigano. Amesema Israel imeelezwa kabla ya mazungumzo hayo. Mikutano miwili ya moja kwa moja imefanyika kati ya Hamas na afisa wa Marekani Adam Bohera, ikitanguliwa na mawasiliano kadhaa. Israeli inasema bado kuna mateka 59 wanaozuiliwa huko Gaza, huku 24 wakiaminika kuwa bado wako hai. Raia wa Marekani pia ni miongoni mwa mateka hao. Habari ya juu ya mazungumzo hayo ziliripotiwa kwa mara ya kwanza na Axios, ambayo ilisema pande hizo mbili zinakutana nchini Qatar kujadili kuachiliwa kwa mateka wa Marekani pamoja na mapatano mapana ya kumaliza vita. Hii ni habari kubwa, rais wa Marekani Donald Trump akitoa onyo la mwisho kwa Hamas kuhakikisha kwamba wanawaachilia mateka wote ambao bado wanashikiliwa katika ukanda wa Gaza. Mwanzo kabisa wa habari hii nimekusomea kile ambacho nakiona hapa. Rais wa Marekani Donald Trump alikitoa kile alichosema ni onyo la mwisho kwa Hamas kuachilia mateka wote huko Gaza mara moja, na kwa Kiswahili chake ni kwamba waachilie mateka wote sasa na sio baadaye, na urudishe mara moja maiti zote za watu uliowaua au imekwisha kwa ajili yako. Trump alichapisha kwenye Truth Social Jumatano mara baada ya kukutana na mateka 8 walioachiliwa huru katika ikulu ya White House. Tuachie maoni yako, lakini mengi zaidi na nini ambacho kitatokea baada ya Trump kusema hivi tutakuhabarisha hapa. Kubwa zaidi, endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.